Karibu sana kwenye channel ya Aneth Sound kutoka Vuga Star. Leo tunazungumzia aina 6 za wanaume na tabia zao. Je, umewahi kukutana na mwanaume wa hadi hewa au yule anayependa kugombana? Usijali. Leo nitakufundisha tabia zao na jinsi ya kukabiliana nao. Hakikisha unakaa hadi mwisho kwa sababu kuna mengi ya kujifunza. Na kama ni mara yako ya kwanza hapa, usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe na kuwasha kengele ili usipitwe na video kali kama hii. Aina 6 za wanaume na tabia zao na jinsi ya kukabiliana nao. Leo tutaangalia aina ya pili na ya 4 kwa undani kama nilivyoelezea namba ya kwanza na ya 5 kwenye video ya last time, na link yake iko hapo chini kwenye description. Ya pili, mwanaume mgomvi na mkali. Kwa lugha ya kigeni anaitwa the aggressive man. Hawa ni wanaume wenye hasira za haraka na wanapenda kutumia sauti za juu au hata vitisho katika mahusiano. Hawapendi kuulizwa maswali, hawapendi kupingwa, na mara nyingi huona kuwa wao ndio sahihi kila wakati. Unaweza kuwa na hoja nzuri lakini yeye hataki hata kusikiliza. Kwa kifupi, huyu ni dikteta ndani ya mahusiano. Yaani hataki kushauriwa wala kuambiwa chochote. Nini cha kufanya unapokutana na mwanaume wa hivi? Jifunze jinsi ya kuwasiliana naye bila kuchochea hasira zake. Usitumie sauti za juu, yani kama yeye. Kama ana tabia ya ukali uliopitiliza au hata kutumia nguvu, usijaribu kumbadilisha kwa nguvu. Tafuta msaada wa mtaalamu wa mahusiano au hata utoke kwenye mahusiano hayo ikiwa ni hatari kwa maisha yako. Kama unataka kuzungumza naye, chagua muda ambao haiko na hasira, mtulize kwanza kabla ya kujieleza. Usijaribu kumchokoza kwa makusudi kwa sababu wanaume wa aina hii hawana uvumilivu mkubwa. Na aina ya 4 ni mwanaume mzigo. Kwa lugha ya kigeni anaitwa the liability man. Huyu ni mwanaume ambaye hana malengo wala mipango maishani. Hawezi kujitegemea, kila kitu anategemea wewe. Ukiona mtu mzima anaishia kuwa tegemezi kwa mwanamke wake bila sababu ya msingi, basi wewe ni mzigo. Hata kama una pesa, mwanaume wa kweli hatakiwi kumtegemea mwanamke kwa kila kitu bila kujituma. Anaweza kujiita Mr. Lover, lakini ukweli ni kwamba wewe ndiye ATM yake. Nini cha kufanya unapokutana na mwanaume wa hivi? Usikubali kuingia kwenye mahusiano na mtu ambaye hawezi kujitegemea, hata kama anakupenda sana. Kama tayari uko naye, msaidie kutafuta njia za kujitegemea, lakini siwe mama yake mzazi. Wewe ni mpenzi wake, sio mlezi wake. Kama unyeshi juhudi zozote za kubadilika, jua umebeba mzigo, na mzigo ni wa kupunguza, sio wa kuongezwa. Hizo ndizo aina 6 za wanaume na tabia zao. Je, umewahi kukutana na mmoja wao? Niandikie maoni hapo chini. Maana tumebakisha ya 3 na ya 6. Mwanaume halisi kabisa. Na hizo zitakuja kwenye video ambayo inakuja soon. Na kama umejifunza kitu kipya leo, piga like hii video na share kwa marafiki zako. Tukutane kwenye video inayofuata. Usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele.